majina naitwa Samuel Mushiri. Mimi ndio ward administrator hapa Ongata Rongai. Ningependa tu kuchukua nafasi hata kama nimechelewa kuwakaribisha feel at home, feel the right place. Kwa hivyo mkisikia mko mahali ambapo panafaa, na asante kwa sababu ya timu ambayo imekuja ndiposa tukaweze kusikiza na kuweza kuelewa. Zaidi ya yote ningependa pia kuomba msamaha, sababu najua kuna wale kama kina mzee walikuja asubuhi, ni vile labda wako angalia vizuri, it was meant to be in the afternoon, lakini tukaweza kuelekeza ndiposa pia na furahi naona mmerudi. Kwa hivyo ningependa tu kuwashukuru. Mungu awabariki sana. Asanti. Nimegundua kuna vikundi vingine vya wakilishi vya youth na watu wengine ambao wamekuja. Karibuni. Nimepata tu saa zile tumeanza mkutano. Pia tuko na mheshimiwa Lucy ambaye ni mheshimiwa hapa. Kabla mheshimiwa, naona there is a lady here, maybe you can identify. It seems like you are from a media house or somewhere. Tafadhali jitambulishe tu ndio tujue tuko na nani. Haya, Bus Radio, County Press, tafadhali jitambulisheni pia. Haya, Madam. Sawa. Kwa hivyo tuko na a lot of stakeholders kwa hii maneno na mmekaribishwa wote. Tafadhali mheshimiwa Lucy Madhenge pia jitambulishe kwa wakaaji. God is good all the time. God is good. Kwa jina ni Lucy Washuka Madhenge, nominated member kutoka hapa Ongata Rongai. So karibuni sana nyumbani. Pengine wale wametoka upande wa mheshimiwa Waisha, kutoka upande wa Gaimoronya na pengine wengine. Sisi hapa tumekuja kwa sababu ya hii kazi ambayo iko hapa mbele yetu siku ya leo, na kama vile Deputy President amesema, leo sio siku ya maneno hizo zingine. Leo tunataka tuangalie hiyo bill, na ningeomba mchague, muangalie kwa uwazi, tuongee kama kuna pahali tunaona ingetaka kurekebishwa. Wakati ndio huu wa kuongea na kusema vile maoni yetu iko. Public participation, maoni yangu baadaye nipewa ruhusa na mheshimiwa. Asante sana. So nafikiria hii kitu ni self explanatory mahali kwingi, kama vile amevyoipitia. Kuna mahali kuna mambo ya translation ya majina, vile inamaanisha village council, ward administrator na hayo mengine. Kuna mahali inaonyesha jinsi ambavyo hizi vijiji vinafaa kuwa established. Kuna mahali inazungumzia kuhusu qualifications both for the village elders ama council of elders, na pia yule ambaye anaitwa village administrator. Pia inazungumzia kuhusu malipo, especially ya ile council. Unajua changamoto kubwa tunayo ni ya kwamba wale wazee wa kule kwa chief saa zingine wapati malipo, inakuwa hata ni ngumu kujitolea na kufanya ile kazi. So hii bill at least wakati wewe unachukuliwa kuwa village one of the elders kwa hiyo council, kuna ile allowance. Nimesikia wakili akisema ya kwamba sheria inasema at least for every 3 months lazima wawe na mkutano. So najua mikutano inaweza kuwa mingi zaidi kulingana na kazi, lakini at least for 3 months wawe na mkutano. Pia hii sheria inasema ni pesa ngapi, sio guesswork. Wanaongea kuhusu, ukiangalia page 5, wanasema village council members shall be paid an allowance as determined by the county assembly and indicated in the 3rd schedule. Kwa niaba ya hii sasa ambao tunatengeneza, the 3rd schedule iko kwa page ya mwisho, page 13, na inapeana hapo recommendation. The chairperson per sitting atalipwa 2,000, secretary 1,800, member atalipwa 1,500. Kumbukeni huyo village administrator ni mfanyikazi wa serikali, itakuwa advertised kazi na County Public Service Board. Kwa hivyo hiyo itakuwa competitive sawa, na itakuwa mshahara kulingana
na maagizo ya SRC. Nafikiria kabla tuanze kuuliza maswali na mengine, ni watu wengi hawafahamu hii document ndio ifikie hapa imepitia wapi, na kama maoni ile mtatoa hapa itaweza kujumulishwa katika hii stakabadhi ama katika hii bill. Kwa hivyo nitampatia wakili wetu dakika moja aweze kutueleza tu process ambayo hufuatiwa, either wakili ama hata Grace, whoever is ready for it, atuelezee ili saa zile tunauliza maswali watu wengi hujihisi ya kwamba mnatuita mikutano, lakini hata ile mambo ambao sisi tumekuja kuchangia hakuna mahali inakuwa ikifikiriwa. So ni vizuri nimpe nafasi ya waelezee kidogo, alafu kutoka hapo tutaenda moja kwa moja kwa mambo ya maswali na comment, ili wakili atazichukua na ataweza pia kujibu. Karibu. Jambo tena. Nimeambiwa niwaeleze process ya sheria kutengenezwa katika bunge. Kitu ya kwanza ni kwa document yenye umeshikilia, ina hapo page ya kwanza imeandikwa Kajiado County Villages Delineation Bill. Umeelewana? Umeona hapo? So hiyo inamaanisha kuwa bado haijapitisha, haijakuwa sheria, na lazima kuwa publish katika government printers, Kenya Gazette, ndio maana imeandikwa Kenya Gazette Supplement, lakini haijapita. So the first process normally is ikuwe published kama bill ambayo mko nayo sasa hivi. Alafu ikishakuwa published inaenda kusomwa katika bunge for the first reading. Sawa? After first reading inakuwa committed to a committee kama ni sasa. Ikiwa committed to a committee, wanaenda public participation, ambayo public participation mnakuja kwa public ama kwa umma, mnachukua maoni ama lengo ama anything ambayo public imepeana waende kuweka katika bill. So after wamechukua opinions na lengo ama any additions, wataenda kufanya report, na kwa hiyo report ndio wataandika opinion ya Rongai, watu walisema tuongeze ama tutoe hii, na wataandika hapo kando ya hiyo opinion kama hiyo opinion inawezekana ama haiwezekani, na committee decide aje. Wakishapeleka hiyo report kwa bunge, tunaenda wanafanya schedule of amendments, ambayo zile vitu zote zimekubaliwa kubadilishwa ndio inaingia kwa hiyo schedule of amendments. After schedule of amendments tunaingia sasa committee of the whole, ambayo sasa inapitisha hiyo schedule ama all the corrections zenye zimefanywa. After hapo tunafanya third reading ya hiyo bill, and then tukimaliza third reading, governor anafaa assent hiyo bill, ndio sasa itumwe kwa government printers, ikuwe sheria, inakuwa sasa act. Sasa hapo page ya kwanza ikishamaliziwa assent, inamalizika sasa itakuwa Kajiado County Villages Delineation Act, haitakuwa bill tena. Asante sana. So hiyo ndio process. Kutengeneza sheria ni process refu, na hata ikishaenda kwa government printers ifanywe kuwe act, lazima ipatiwe 30 days kabla ikuwe effective. Kwa hivyo it is good you know where you can intercept it at any time. So nafikiria sasa tutapeana nafasi, na kwanza kwa sababu tunajua tuko hapa kama ward mbili, kwanza nitapeana nafasi kwa kila ward. Pia tunajua tuko na hizo locations 4. Naona kuna watu wa Ngaimoro Nya wajui locations zao. Tuna locations 2, moja inaitwa Ngaimoro Nya na iko na sub location 2 ambayo ni Kware na Musoirej. Pia tuko na Kandisi location. Najua sisi uchanganikiwa kuhusu Kandisi location kwa sababu Kandisi tunajua ni ngambo ile, lakini Kandisi location iko Ngaimoro Nya. Inabeba Mpakasi na inabeba Kandisi yenyewe. Kandisi ni hii area opposite Leisa Hill, hiyo area hapo kufika hapa area ya Millennium hapo kwa Milonye, alafu Mpakasi
ni pande ile ya wapi Gataka, sawa sawa. Na Rongai pia najua mko na location mbili, ambapo ile Ole Kasasi na Ongata Rongai yenyewe. Sub location sijui kama mna 3. Mna sub location ngapi? 5. Very good. Kuna 1 location iko na sub location 3. Na nafikiria ni Rongai, si ni kweli? Ambayo iko na Laser Hill, iko na hapa Rongai town. Sawa sawa. Na ngambo ile kuko na Ole Kasasi na kuna Skim. Sawa sawa, si tumeelewana eneo lenyu. So karibuni, na tafadhali kama tumevyosema, wacheni tu base fikira yetu kwa hii bill. Kitu ambao pengine hamjafahamu ni ya kwamba kwa nini hii village bill sisi tunaifuatilia sana. Wakati mwingi mambo ya serikali na ya county inakosa kufika kule mashinani. Sana sana hiyo ndio maana ya hizo village council. Pia nyinyi pale kijijini saa zingine tuseme hata pengine ward administrator hafiki huko ama MCA, kama hamna channel ya kujua mambo ya serikali vile inaenda, si ndio mtabaki nyuma. Kwa hivyo nafikiria ni kitu ya muhimu, na niseme kulingana na hii bill, ningetaka kujua kama huyu village administrator hako chini ya governor, hako chini ya MCA, hako chini ya nani. Kulingana na hii bill, huyu village administrator sana sana hako chini ya ward administrator, kwa sababu si kila ward iko na ward administrator, na pia ward administrator hako na nani, sub county administrator wake. So nawafungulia, mtaonyesha by the show of hands, alafu baada ya maswali kama 3 ndio tunapeana nafasi iweze kujibiwa. Sio yeye peke yake anaweza jibu, kuna watu wa kamati hapa, yule atasikia ako na jibu sahihi atauliza. So sijui mtaonyesha tu kwa mkono. Wacha nikupe tafadhali, ukisimama unajitambulisha, umetoka wapi. Lakini ukiangalia hapo uone ile administration imepewa hata wewe mwenyewe. Waangalie wale watakatifu, waangalie na wale wako eneo bunge zingine, hata wewe mwenyewe utauliza kwamba sema kweli mheshimiwa, wakati mlikaa mliangalia watu ile njia ile watu wako kweli kwa jamii. Sababu kama ni kweli, kama Kajiado North inastahili kupewa administration au vile administration wengi kuliko wengine. Kwa hiyo mimi nataka kukwambia, ukienda mtarekebisha, nimesema mtarekebisha. Please, hii kitu itapelekwa kwa bunge la mwananchi, ta discuss na sisi, tunapatana siku sana. Na kwa vile tutaki kusukumwa tuende kwa ile njia ambayo haki yetu, unajua kuna vile vitu tunaanza kusema haki yetu, nataka tuende hiyo. Lakini hii ikipita kama vile iko hivyo, si vipiso, tutaenda kwa haki yetu. Kwa hivyo tunaomba kusema kweli, mwende mkae
muongezee, kwa sababu Kajiado North watu ni wengi na hata kaunti government wanapata fedha mingi kutoka Kajiado North. Asante sana. Asante sana. Nafikiria yake sana sana sio swali, ni maoni na imenakiliwa hapa. So naona Chairman Kamau. Yes. Naona swali yangu imeelekea kile, lakini swali ile niko nayo, nataka kujua, wasio umesema vizuri sana, uhakika kutoa maoni yetu itarekebishwa. Hiyo ni swali la kwanza. La pili, tumeona ya kwamba sielewi kama ni serikali haikuwa iko na pesa ya kulipa wale admin wengi na village admin wengi, kwa sababu tungeenda katika sublocation. Tuende katika sublocation kama hapa tupate village admin watano katika Uganda. Katika Kaimurunya tupate village admin wanne. Ili sijui hapo kama ni serikali very big iko wameandika watu wengi wameshindwa kama wataweza kuleta hiyo, hapo sielewi. Ya pili, nimeona nimejibiwa wakati naingia hapa, nilikuwa najiuliza hii forum ni ya wazee ama ni ya kiume ama ni ya mama? Hii nimeona mama ameanza fanya nini kuingia nikaridhika. Swali la mwisho, hii village ya dini watakuwa mtu wa hapa ama tutafanywa vile tunazoea kufanyika, mtu wa hapa anapelekwa kule na wengine tunaletewa hapa? Itatuhakikishio hiyo. Asante sana. Kabla tuchukue maswali mengine, kwanza kabisa hata kabla wakili hajasimama, bunge la wananchi na maoni mengine yoyote ambao hautaweza kupeana kulingana na vile tulielezewa taratibu za kutunga hii sheria, tafadhali ukijua mko na memorandum as a group, kama ni wakilishi wa wanabiashara, vijana ama bunge la wananchi ama wengine, hakikisheni mforward hizo memorandum. Pia hizo kamati ikikaa kuchukua maoni zitakuwa considered. Kwa hivyo tafadhali mnote hiyo. Pili, wakili, wacha nikusaidie mahali nitaweza, kwenye sitaweza utanisaidia. Kwanza kabisa, hii sheria inazungumza kuhusu hao village elders na kuhusu huyo anaitwa village admin kuwa anatoka kutoka hiyo sehemu. Sawa sawa. Ukipitia hii sheria ambayo inauliza, kuna mahali inaongea kuhusu qualifications. Hebu tuangalieni pamoja, niambieni page. Qualifications for appointment into the village council. A person shall be eligible for appointment as a village elder if the person is a citizen of Kenya above 35 years of age. C, nasema has been a resident of or has been the owner of property in the respective village unit for a continuous period of not less than 5 years prior to the appointment date. Nafikiria it is more of hii council ya chief, tukijaribu kuangalia from the other side. Sawa, nauliza kuhusu admin. Sawa sawa. Wacha nimsaidie. Tuliwaambia sababu ambayo tuko hapa ni sababu ya kuchukua maoni. Niliwaambia hivyo, tunachukua maoni yenu ili tuyafanyie kazi wakati wa kamati, wakati wa pia kamati ya the whole house, na wakati wa second reading na third reading, kwa sababu tumeshamalizana na first reading. Na hiyo swali tumeulizwa mara mingi sana. Sawa sawa, tumeulizwa mara mingi sana, na hii swali tukizunguka bado sijauliza nyinyi, lakini ikikujanga tunauliza kwamba nyinyi wenyewe mnataka namna gani, kwa sababu
Kuna mtu ameongea? Uko na pendekezo dada? No, kutoka sio shida. Kutoka tusiwe na shida. Kutoka ni kutoka kwa hiyo vile. Kutoka ni kwa hiyo vile. Hiyo ndio ulikuwa unauliza? Ama ni kufanya kazi? Wacha kidogo. Wacha tukue clear. Sababu unajua ni mzuri tumalize tukiwa very clear. Kutoka kwa hiyo village kwa kuandikwa kazi ama ni kuja kufanya kazi. Unajua kuna ile kuandikwa. Na serikali inaweza kupeleka kama sasa huyu dada. Hapa si ametolewa kwingine, alichukuliwa kwingine. Lakini anafanya kazi wapi? Kuna ile mahali umetoka ukiandikwa. Hiyo ndio unasema. Kutoka kuandikwa ni utatoka kwa village yako. Tumeelewana mpaka hapo? Ndio mimi nataka kwanza tuelewane. Wacha kukimbia. Kuandikwa kazi. Kama wewe ni mtu wa Ngaimoronya, village ya Ngaimoronya, mnashindana watu wa hapo kuchukua mtu wa Ngaimoronya. Na nafikiri imekuanga tu hivyo kawaida. Imekuanga tu hivyo. Kufanya kazi ndio ninasema tumezunguka na tumepata mwelekeo mbili ama proposals mbili. Mzee, nataka unielewe sababu wewe ndio umeuliza swali. Proposals tumepata mbili. Kuna wale wanasema huyu mtu achukuliwe kweli kutoka hii village. Lakini kuwe na rotation ya kufanya kazi. Hiyo ndio proposal ya wacha kukimbia. Twende pole pole. Hiyo ni proposal ya nini? Ya kwanza. Wengine wanasema huyu mtu achukuliwe kwa hii village na arudi hii village afanye nini? Kazi. Na yote kuna nini? Kuna sababu kwa nini watu wanasema namna hiyo. Kuna wale wanasema huyu mtu akirudi atakuwa na self interest kwa sababu ni maeneo yake ya nyumbani. Tumeelewa? Conflict of interest. Kazi na kuhudumia watu wako wa nyumbani. Number 1. Na unajua chief wanafanyanga chief wao wanachukuliwa hapo na wanafanya kazi hapo. So tuko na good example there. Hiyo proposal nyingine ya kwamba wakuwe rotated. Sasa hii conflict of interest ndio maana sasa inasemekana wakuwe nini? Rotated. Kuna interest nyingine ya public service ni kwamba mimi nikiandikwa kazi na public service kuna mahali ninasign kwamba ninafaa kufanya kazi mahali yoyote. Si mnajua hivyo? Hata chief ingawaje hawajatembezwa lakini kuna mahali wana sign they can work anywhere in Kenya. Sawa sawa? So tukana those two competing proposals. Na ndio nataka hiyo swali isirudi tena. That's why I want to make it very clear. Tumepata tayari they are almost the same number of opinions on whether mtu akuwe rotated ama asikuwe rotated. Ni kama sasa opinions ziko almost the same. Kama ni 10 ni 10. So ultimately unajua hatuwezi chukua zote mbili. Si mpaka ichukuliwe moja. So hiyo it is one of the issues that we have already carried kwa hiyo public participation tukienda na ni mzuri umeileta ndio tuseme sasa pia Ngaimoronya na Ongata Rongai wamesema hivyo. Tumesha document it is among the issues to be resolved by the committee. Committee wakishindwa wanapeleka bunge. Bunge wakishindwa hakuna vile watashindwa kwa sababu watafika hapo. Tumeelewana? So we understand those interests and we have them, we have captured them. We will consider them at the committee level. Ultimately there will be a decision. One thing you should understand, itakuwa ni moja kati ya hizo. Tumeelewana? Itakuwa ni moja kati ya hizo. Lakini mahali ya kuchukuliwa it is very clear. I think it has never been a problem. Asante. Sawa. So nafikiria tutaendelea. Naona Gitari anainua mkono, sijui kama kuna mtu mwingine. Nikipatia Gitari tutakuwa haya sawa. Gitari ana represent nafikiria Ngaimoronya na bodaboda. Na nikiangalia pale ya qualification ya appointment ya Kazo Helta, ukiangalia qualification namba hapa namba C, hebu waeleze ni page ngapi? Page 5 Page 5. Qualification of appointment of the village council. C inaonyesha
lazima ukuwe uko na property. Kwa hivyo ni kumaanisha namna gani? Kwangu hii naiona kama shida ilikuwa kwa sababu inaonyesha kama nafaa kuwa nimeown property yako kwa muda wa miaka 5 na mimi mwenyewe pengine sina shamba hapa, mimi ni mtu wa kukomboa. Sawa, acha maliza. Property kama gani hiyo nafaa kuwa na. Asante. Nafikiria tumjibu tu hiyo hapo tu. Hebu tusomee hiyo. Anzia mwanzo. Sawa tu, pole pole. Tusomee tu wewe Gitari tafadhali. Kuanzia hiyo si kuanzia mwanzo. Sawa, kidogo tu, simamia tu hapo. So inasema has been a resident of, inaanzia na kusema wewe ni mkaa, sawa sawa, ama uko na nani, either wewe ni mkaaji, pengine unakomboa, pengine sijui unakaa wapi, ama you own property in the respective village unit for a continuous period of not less than 5 years. Actually the most important thing hapa ni hiyo 5 years. Sawa sawa, kwa sababu mtu hawezi kuwa anakuja tu siku 2-3 anapata kazi anafanya. Watu kama sisi wale pengine tunatafuta kura, utakuwa unaleta mtu wenyu, mimi wetu ni Nyeri, na mlete hiyo siku hapo na anapata kazi, na wakaaji hapo wanakosa kazi. Kwa hivyo nafikiria hiyo umeelewa. Kwa hivyo haimaanishi lazima ukuwe na property. I hope that is answered. Kidogo Saido, kuna mzee pale macho ine, na kina mama pia hata nyinyi mna nafasi ya maswali. Tafadhali jitambulishe na mahali umetoka. Swali yangu ilikuwa ni kriteria gani mtumia kwa kutengeneza kijiji? Why I'm asking that, mmesema is equal to location. Okay? Na location zingine ni kubwa. Na kwa sababu ya kusema criteria, naangalia kwa population. Ni kuongeza swali mwenzangu alikuwa amesema hapa, tuko wengi. Kwa hivyo kama population is not one of the consideration, it is good to consider that. Ili tuone tunaweza pata na zingine ni why not maintain location, kwa sababu watu wengine ukisema kijiji mahali pengine tumekaa tunaangalia kijiji tunaona ni kidogo. Sasa unasema is equal to the location of the confusion when those vijiji bado sijui kama vitatolewa hiyo vijiji, kwa sababu vijiji bado. So when you say hii itakuwa it is called a village administration na unasema iko location, I think there is a confusion there. The other question is village council. Unasema watu wanakuwa wangapi? Village council is there a limited number ama inatengeneza namna gani? Ni watu wangapi? Watu wangapi? Wanaona wangapi? Kwa hiyo asante sana. Nafikiria mzee, asante. Nafikiria ulichelewa kidogo. Swali kuhusu composition ya village council na ni watu wangapi, utaangalia page 4 up, page anzia tu page 4. Page 4 pale chini imeandikwa composition of the village council. Ukienda B inasema the number of people, na imeanzia tu A kwa sababu A inasema the village administrator shall be the chairperson. Kwa hivyo huyo ni mmoja, alafu unaongeza hawa wengine ambao wametajwa hapo. Nafikiria wakili atajibu tena kuhusu ile tu swali ya location na vijiji, lakini kabla ya hiyo tafadhali Saido, pole, alikuwa ameinua mkono kwanza. Ni sawa tu, wacha juu amesimama yeye aulize. Borako tu tusirudie swali ambayo imeulizwa. Karibu, jitambulishe.
sana, ni kila kitu. Italeta shida kwa wizi mnaongeza, si nao. What is the right? Tuko na wale administrator ameshindwa na kazi, tumuongezee. Asante. Na tafadhali wale mnakaa huko nyuma, hata kama mnatafuta social distance, kujeni kwa hii nafasi. Otherwise unaweza enda nyumbani umekwazika, na wewe ndio umekaa mbali. Maishi niko na homa. Kujeni tafadhali hiyo line ya nyuma. Jemo, leteni watu hapa karibu ili tuweze kusikizana. So kulingana na maoni ya Muigai, yeye anauliza wale wako ni kazi wameshindwa, tunaongeza watu wengine, na hiyo itajibiwa. Aya, sawa. Saido bado nitakukumbuka. Just don't worry. Hatuna haraka. Maswali mtajibiwa tu. Tafadhali mzee mwenye kofia. Asante sana. Jitambulishe tafadhali mzee. Mzee jitambulishe. Jitambulishe mzee. Jitambulishe. Yes. Kutoka okay. Asante. Endelea. Tuendelee. That's what is the upper limit. Okay? Yes. For education, it does not talk about academic. Lugha ambaye wengine hatuelewi kama hatuwemo sana kama sisi tunakaa. Kwa hivyo pia mambo ya academic ndio naona itakuwa ya muhimu. Ile usilete nasema nini ndugu tuanze kupigana. Huko na hii mtu wa serikali kutoka national government ambaye tuwezi chini au kusema chini. Hii tukimchukua the military administrator ni kama hapo level ya chini. Na tunajua kazi ya chini. Je, huyu kuna mahali kapita iongane? Asante. Na ili wasikane ni kitu kimoja ni kuwaweka mahali tofauti. Asante. Asante. Ya mwisho vile tumetuliwa mambo ya population. Ukiangalia the villages out of 1 or 2, labda Kajiado North has got about 18 out of about 1 or 2. I'm not trying to make us correctly. Lakini when you take like Kajiado South, utaona wako na location 18. Hatujui ya gani kuwapatia hiyo 18 the population au darasa. Tusikulia hii mambo tunajaribu kitaifa ambayo tunasema tubadilishe. Kufikia huu inatakiwa watu kama hii na population. Na pia tusifuatishe yetu, tusiwe na hiyo changamoto, turekebishe ile about consideration for the population. Asante. Asante sana. Na nafikiria kuna swali moja inarudia kabisa, hiyo bado nitaachia wakili, hii mambo ya population allocation. Lakini kiasi tu mzee, kuna mambo umeuliza kuhusu age limit ya huyu elder, na tukasema tumeset the lower age limit of which tukumbuke ya kwamba hiyo ni ya village council. Sawa sawa. Ule ward, ule village administrator huyo hana age limit. Inaongelea kuhusu as long as ako 18 and above na ako na diploma. Niseme ya kwamba hii village council, na pia umeuliza kuhusu masomo ya hao elders. Ya muhimu kujua ni vile hawa watu watachaguliwa. Na hawa watu wanafaa kuchaguliwa kwa baraza. Wakati tunatafuta watu wa kijiji ama wazee wa kushauri, ama kama wale wazee uaga na chief, tunajua ya kwamba ingawa masomo ni muhimu, lakini pia wisdom sio lazima. Kuna ile God given wisdom. Sio lazima ukue umefika class 8, umefika form 4, na ndio maana kwa hii bill inawapatia nyinyi kama wakaaji jukumu la kujua wale wazee wanaheshimika ama wale watu wanaheshimika, na pia kuangalia kijiji chenyu kama ulivyosema.
kunaweza chaguliwa mzee, yeye anajua tu kuongea kikabila fulani, na ile mahali kuna watu wamerundikana. Kwa hivyo niseme hiyo kazi inarudishiwa bado kwa the citizen himself. Mambo ya ofisi na mambo ya kushindana na kina chief na nani, niseme ya kwamba constitution ya Kenya tuko na the two governments, the national government and the devolved unit. Hii village elders, hii bill is 100% under mkono wa county government. Kwa hivyo hakuna mahali watasumbuana. Hata saa hii katika ward tunajua tuko na ward administrator. Sidhani kuna wakati wanasumbuana na chief ama wanasumbuana na dio. The only spirit of the constitution ya kwamba wafanye kazi kwa pamoja, na kama ni ofisi, huyu village administrator hatafanya kazi kwa chini ya ofisi ya chief, atakuwa chini ya ward administrator, kwa sababu hiyo ndio laini ya county government. I hope mzee nimekueleza mawili matatu. Saido tafadhali. Yes. Sauti kidogo. Hapa kwa hii ya village council, hii qualification of appointment for the village council. Niomba pia tunaweka nafasi katika hizi kazi. Kwa mfano, ikielezea hii article ikielezea hiyo village council member au village elder watakuwa ni wakati, na kama ikielezea watakuwa ni wakati, hatujui kama kuna kijana anapata nafasi pale. Kwa hivyo ningeomba kuweza kuambia au village elders katika wakati. Alafu ya pili, naona kuweka qualification nyingine pia atakuwa ni above na 5 years. Hili ombi langu kwa sababu kwa ofisi zote katika vijiji zetu kuingia nyumba 10 ni wazee peke yake. Ukiingia kwa chief wale wazee anakaa nao hakuna kijana hata mmoja. Hili ningeomba hiyo qualification ili iuzwe from 35 to 30. Ndio pia vijana wetu, kuna vijana pia wana wisdom, na ukiangalia village zetu siku hizi watu wamejaa kwa hizo village ni vijana, majority ya watu wale wa hizo village vijana. So ningeomba pia vijana waweze kupatiwa nafasi. Asante. Kwa hii ya list ya county villages pia nafasi pia niongeze, najua watu wengi wameiongelea, lakini nimepiga calculation yangu hapa nikaona kuna article inasema number 17 of the establishment of villages and utilization of village boundaries. Kuja number 17 inasema establishment of village. Waambie ni page gani wasisumbuke. Tutaangalia inasema tunaangalia population size. Page 6 ama page 3 hapo plus 2 establishment of villages and utilization of village boundaries. Hapo number 17 2A nasema establishing the village with the county assessment account the following factor. A, population size. Tukikuja number 8 ya mwisho, ukiangalia population size ya kaunti zetu, Kilifi, Kajiado North iko na population kubwa within Kajiado County. Na ukiangalia sub-county ya Kajiado South iko na village 18. Ukikuja Kajiado East iko na villages 20. Ukikuja Kajiado North iko na village 9. Ukienda Kajiado Central iko na
tukienda katika wetu kuna village 26 sure ni wale hata wanatekeleza hivi yetu ina make sense ya kwamba Kajiado North kuna population kubwa lakini kuna villages kidogo, so mimi ningeomba ni committee irudi review kitu tena na Kajiado North kwa at least kufika 20 basi tutashana na wale. Haya, asante. Asante. Kuna mzee hapa na wamama mjue sio mimi nimewanyima nafasi, sijaona mkono. Huyu mzee tafadhali. Nashukuru. Asante sana. Mimi naitwa na nimetoka upande wa scheme 6 Oreka sasa. Kwanza kabisa ningetaka kuchangia hapa kuhusu that qualification of a village administrator. Tunaona hapa tumepewa hiyo qualification ambao ni diploma, sana sana hiyo qualification ya diploma. Kama kwamba sasa purpose ya hii initiative bill is to create development similar to the people kwa vijiji kabisa. Nikiuliza hapa hawa watu wamekaa hapa chini, wamekuja hapa kwa hii participation, si kwamba hawakuwa na nafasi nyingine, kwa sababu kuna wengi sana hawako, ni kwa sababu wako na ile msukumo, passion, ile passion ya kuleta development kwao, wanataka kushiriki kwa hii process. Hivyo wengine wetu kama mimi ni mmoja wa wakuu kwetu, na sisi hatumpanga, lakini kwa ile msukumo. Na unaona watu wengine kama hao labda hawana diploma, lakini ni potential sana kwa maneno kama hii. Tunao hata retired police officer and teachers ambao wanaweza kuwa wazuri sana kwa kazi kama hii, lakini watazuiwa kwa sababu ya tuseme hawana diploma. Hiyo qualification mimi ningetaka hiyo village administrator awe anaenda kwa committee, anakuwa interview. Hiyo committee inasikiza huyo mtu wisdom yake, kama anaweza manage hiyo village, na sio kwamba ni diploma, kwa sababu wengi watakuja wako na diploma apply, lakini ni pesa wako na haja, lakini hawana uwezo wa hiyo kazi. Number 2, allowances ya village elders. Nimetaja hapo kwamba mimi ni mmoja wao. Sisi hatulifahamu chochote, lakini tuna huo msukumo wa kutaka maendeleo. Sasa hapa you pay a village elder 1,500 or 2,000 na anakaa at sitting per city na anakaa mara mbili. That is an insult. Fadhali, please revise that. Let it be attractive. Ionekane ya kwamba hata kama Sani village elder apewe kitu ya maana, kwa sababu 2,000 is too little. It's like an insult. Hata ni afadhali afanye vile kitu chochote. Asante. Asanti, lakini wacha tu kidogo kabla nikupe mzee, niguzie hii mambo ya qualifications za village administrator. Niseme ya kwamba mkiangalia vizuri hapo village administrator imeandikwa vizuri, atakuwa recruited, wata apply through the County Public Service Board. Kwa hivyo tukumbuke huyu ni mfanyikazi wa serikali, si kweli? Si atakuwa ni a public servant, na mishahara ya public servants iko controlled na SRC, Salaries and Remuneration Commission. Kwa hivyo akiangaliwa job group yake na ile mshahara anafaa kupata pia inapelekana na na hiyo ni kitu ambayo iko kwa katiba yetu. Kwa hivyo hiyo ya qualifications tumepata, hii kamati na members wengine tumetembea kutoka Loitoktok mpaka wapi, na hiyo swali imeulizwa kila mahali. Kwa hivyo hapo pa kubadilisha qualifications za village administrator, hiyo inaweza kuwa ngumu, hiyo inaweza kuwa kisheria, it is not feasible.
Pia mambo ya allowances nafikiria you'll note that and you'll address it. Lakini hiyo ya qualifications especially iko controlled kikatiba, na huyo atakuwa ni public, ni civil servant. So kuna mzee mwingine pale nyuma. So tunaelekea round ya kwanza ya maswali, alafu pia nitawaruhusu pengine waheshimiwa walio hapa ama mtu yote ako na maoni pia apeane. Karibu sana. Asante mheshimiwa. Mimi naitwa Boniface Otieno. Nafanya kazi kwa soko hili. Swali muhimu ni kwamba tuko hapa kwa ajili ya public participation. Tukiangalia hiyo maana ya kuwa hapa, msingi ya kuwa hapa ni public participation, lakini the approach inaleta kitu conflict of interest. Hizo conflict of interest inaletwa kwa sababu Kisungu imetumiwa hapa ni ngumu. When you bring such a thing, you need to start with the concept formulation. Ndio watu waelewe ni nini tunafanya hapa. Ikuja kwa public participation hapo uliza swali, hiyo sio public participation. Public participation imaanisha natoa maoni yangu, sio kuuliza maswali. Kama ni maswali ni shule, hapa natoa maoni. Tumeleta a lot of conflict because watu wengi naongea hapa wanaanza iko kasi na peana. Wamesahau Kisungu iko hapa ni hiyo Kisungu wengi nafika lakini wajaelewa. Hii inamaanisha ni kuleta service mashinani. Iko kwenye constitution. Wanataka describe that unit of service delivery hapo chini. Tukienda hiyo njia tutaelewana. Tunaanza na description of service. Hapo mashinani nini inatakikana. Tukielewana hivyo, tutaulizana maswali kwamba qualification ni nini ya kupata kazi. Kwa sababu tayari tutaelewana ni nini tunataka. Hiyo kijiji nataka kitu gani? Kila kijiji kuna shida zake. Tutatoa maoni tofauti kulingana na ile shida zetu kwa ile kijiji. Nataka next time tufanye kitu kama hivi kwa wakili. Ukiongea na wananchi kama hao, jaribu hiyo Kisungu kubwa, jaribu kueleze kibagao ili waelewe kweli lugha wanaelewa chini. This is a very big one. Na mimi nilipoona hiyo maneno moja peke yake, hiyo imeandikwa kwa Biblia. Hiyo maneno sio watu wanasema ni mdagani kabisa. Hata sio kutamka. Hiyo maneno kubwa. Natakikana come in a definitive terms. So we get problem description at a village unit. Thank you so much. Asante sana. Lakini sijui pengine kidogo tu, pengine ulikuwa na maoni wewe ambao unaelewa hiyo Kizungu kuhusu hata aidha kusupport ama kuna kitu umeona sio mzuri, kwa sababu mimi naona umechukua muda mwingi hata kutuelimisha. Sijui kama kuna maoni, kupe nafasi pia upeane maoni direct kuhusu hii bill. Ni sawa tu. Kasema ni action of describing or portraying something precisely. Precise description of the problems within the unit. Ukirudi pale kijijini na sijasema ni nini. Tunakaa. Asante sana. Unajua mimi namuelewa. Na hii public participation tumeenda mpaka nimewaeleza juzi, nimekuwa Tinga, tumekuwa Magadi, tumekuwa Mosro. Lakini kitu inanifurahisha, tumeenda na zote zikiwa za Kizungu, lakini wazee wa Maasai walikuwa wanauliza maswali na Kimaasai. Hapa kuna watu wanajua Kimaasai, kuna watu wanajua kabila zingine. Niseme hivi, mimi naona ni kama ulikuwa una support hii document, kwa sababu unamaanisha
ni vizuri tu kuwe na watu mashinani kati yetu ambao wanaweza kuwa wanatuletea mambo ya serikali ambao tunaelewa kulingana na vile ilivyo. I think that is a very strong point, na hiyo ni kuinsist, na ndio maana ningependa mjue hii imetoka wapi. Within the 47 counties, na kuna mtu nitajibu Muigai hapo aliuliza kuhusu pesa ziko na mambo kama hayo. Hii iko envisioned kwa constitution ya 2010 kuhusu village administrators, lakini kulikuwa na kipengee ya kusema counties watazi-establish as they get along depending na vile wataweza kuiabsorb financially. Na ndio maana kuna counties walianza kitambo, sisi pengine sasa tunaelekea namba 8 ama 9, pengine kunao watafanya huko nyuma depending on the need na vile wataona inaweza. Hii yetu ilikuja kwa assembly as a petition na wazee wa Geshagi pale Ngong. Ndio walilete petition on behalf of residents, na wakati kamati ilikaa ikaona ni kweli hizi vijiji zitatusaidia kwa mambo ya utendaji kazi. So sijui kuna mtu sijapea nafasi. Saido, tafadhali. Nimesikia ukisema hii age limit tuangalie mambo ya vijana. Hata unaendelea kusema tupunguze kutoka miaka 35 hadi miaka 30. Na mwingine akisimama atasema tupunguze kutoka 30 mpaka 18. Hii kitu iko very explicit, inasema village elders. Na kuna mambo mengi inafanyika pia inahusu wengine wa mama peke yake, targeted at women. Kuna ingine inakuja ikiwa ya youth. Hata nomination ya county assembly MCAs, kuna kiti inapeanwa ikiwa pengine ya wamama, inapewa ikiwa ya youth. Hatuwezi sikia wazee wakisema tumenyanyaswa, hiyo kiti ya youth tupatie mtu amepitisha miaka 35. Lakini mjue mko na strength hapa. Pia the village administrator, mtu wako na qualification ya diploma. Si wengi ni hiyo bracket ya youth? Si ni kweli? Wengi wako katika hiyo bracket. So what is envisioned ni ya kwamba wakati village elders wanachaguliwa katika kijiji, nyinyi youth, kuna wale elders ambao mnajua they are friendly to the youth. So mnahakikisha wakati ambapo wanakuwa nominated to the council, kuna mtu mnajua anaweza fikisha mambo ya youth. I think that is what is envisaged, lakini sheria hizo tuende chini ya miaka 35 alafu tukuite elder. Hapana, nafikiria hiyo haiwezekani, hiyo haiwezi badilishwa. So nitampatia wakili sasa kwanza azungumzie sana kuhusu hiyo jambo ya population. Na kabla nipatie wakili, wacha nipatie waheshimiwa. Sana sana nafikiria mheshimiwa Washuka, kwa sababu tulivyosema pia sisi ni wakilishi wengine wa vikundi ambavyo haviko hapa, na pia mimi nitazungumza pia kama mtu ya Ngaimoro Nya. Wacha sasa nazungumza kama wakamati, alafu pia wakili aweze kutusikiza. Sijui kama kuna mtu, tutapeana nafasi nyingine ya mwisho alafu tuweze kuwa tukienda kufunga. Karibu mheshimiwa Washuka. Asante mheshimiwa Washamburu na club na waheshimiwa wote wale ambao wako hapa. Pia nilisalimiana kwanza, lakini mimi nataka tu kusisitiza hapa mheshimiwa, kwa sababu naona watu wetu wote wa pande mbili, Ngaimoro Nya na Ongatarongai, wamesisitiza na wameleta vizuri. Actually wameongea tayari ile kitu ambao ilikuwa kwa roho yangu, na nafikiria kwa sababu nilikuwa nimeimaki tayari, nisisitize tu ama tu niweke nguvu hapo namba 3, kwa sababu ndio nimeongelewa sana na pia ndio ilikuwa kwa roho yangu. Establishment of the villages, namba 3.
kama vile wengi wamesema, na mimi sasa nikiongea kama mwananchi wa Ongata Rongai na Ngaimoro, kulingana na vile imeandikwa number 17 of 2012 establishment of the villages, kitu ya kwanza ile ambayo imeandikwa hapa ni ya kwamba population size itakuwa considered. Ya pili ile inatuhusu sana ni geographical features, na kama vile wenzangu wamesema, wananchi wenzangu wamesema, hata mimi ningesisitiza ya kwamba tuangaliwe not locations but in sub locations, kwa sababu population wise we are too many. One village elder kufanya kazi hapa Ongata Rongai whereby we are about almost 100 and something residents, itakuwa ngumu. So hiyo ni kitu moja ningependa wakili tuangalie kabla haijafika kwa bunge, tuweze kuwa na hiyo marekebisho. Ya mwisho, nimesikia Mheshimiwa Waisha ametuelekeza vizuri, lakini nilikuwa na mimi tu na sikizana, ni vile umesema habari ya sheria, nilikuwa nasikizana na Saido vile alikuwa anasema, because nilikuwa naona kama wamekuwa left out. Nikajiuliza vijana wetu ambao ni wengi na tunalea, kama hatutapata hata mmoja pale kwa elders kusoma, kujua vile ambao tunaendelea, because we are also pulling them up, naona kama hapo tutakuwa tumewachwa nje. Vile sheria inasema, lakini mimi nasikizana na Saido na na support Saido ya kwamba we should have vile ambao tutakuwa na disability, vile ambao tutakuwa na woman pale, gender ama women, we should also have a youth pale. Na huyo youth kwa sababu ataangaliwa hapa na wazee, ataonekana ule mtu amekomaa vizuri, tabia yake ni nzuri, sio mtu wa kupotoza wale wengine. So hizo ndio zangu mbili ambao nilikuwa nazo. So if the constitution does not bar the youth, kulingana na vile hata sisi tukichaguliwa kwa bunge nomination, kama vile mheshimiwa alisema, mimi niliingia nikisimamia akina mama. Rebecca pale aliingia kwa sababu ya youth wa mama, lakini wale wadogo. Tuko na watu wengine kama Kogoyo pia ule aliingia kama youth ya vijana. So wacha tuangalie kikamilifu, tuone kama kuna pahali sheria inazuia vijana wetu kuingia pale, pia kutengamana na pia kusoma, kwa sababu hapa ni kusoma, tunaenda tumesoma, ndio pia siku moja hata wao wakikalia pale wawe na ujuzi. Asante. Asante Madam Washuka, na yeyote mwingine mtakuwa na nafasi ukitaka. Niseme machache pia nikiwa kama mkaaji na mwakilishi wa Ngaimoro Nya. Niseme kwanza personally hii bill ni mzuri. Kwanza, na nikisema ni mzuri sisemi sifanywe marekebisho, nasema the intention, nia yake ni mzuri. Kwa sababu unapata hata hii mambo inatusumbua, especially county, sometimes unataka kupeana basari, unataka kufanya nini katika level ya mheshimiwa kwa ofisi, na pengine PA wangu siwezi fikia kila need katika kila kona ya ward yangu. Lakini ingekuwa ward imefanywa ndogo through hizo villages, na hao village elders wanaweza kufikia kila kona, ingekuwa ni rahisi kutenda kazi, na ingekuwa pia ni njia rahisi ya wananchi kuweza kufikisha matakwa yao ama malalamiko yao ama yale ambao wanataka iweze kufikia serikali, na kuwe na mtu at least anapata mshahara ama amelipwa kufanya hivyo. Pili, mambo ya kuajiri watu kazi, we know that it is good to create employment. Niseme hapa Rongai na Ngaimoro Nya, ingawa mheshimiwa Mwadhi hayuko hapa, tuko na locations mbili kila ward. Lakini mimi ukiniuliza kuhusu Ngaimoro Nya, ningeulizwa vijiji. Kama ilikuwa tu kupeana vijiji, ningepeana vijiji 9. Ningepeana Empakasi ambayo ni pande ya Gataka hapo madukani. Kuna mahali wengi wenyu hamjui na ni Ngaimoro Nya, kunaitwa Gitogota, sijui kama mnafahamu, na kuna idadi ya watu wanakaa huko. Ningepeana mahali panaitwa Mage Road ama Sakuda Road, wale wanajua kwa Kimani,
pia hapo kungetoka kijiji yake. Ningepeana kijiji ingine pande ile ya Melonye, nitoe kijiji ingine hapo Rorie, wale wanajua nyumbani mahali nimetoka. Nipeane mahali kama Mbariagitao, Mosoirech, nipeane mahali kama Kisumu Ndogo. Already hizo ni vijiji tunajua zimekuwa kwa muda. Nipeane mahali kunaitwa Kamukonji Kware ndani, nipeane Kware Central, nipeane Kanyerere. Kama ingekuwa ni kupeana vijiji kama ilivyo, nafikiria hiyo ndio ingekuwa. Kama ni hapa Rongai, najua tungekuwa na Rongai Township, tuifanye pengine kijiji moja. Osoito Selengei, sijui kama kuna watu wametoka hapo huku. Osoito Selengei ni wapi? Huku chini Osoita huko pande hiyo. Pia tungeweka mahali kama Entumoto, tungeweka mahali kama Laser Hill, Scheme 6, Ole Kasasi, tungeweka mahali kama Ole Motondo Hedet, si ni kweli? Lakini pia niseme na iko vivyo hivyo kila ward ya Kajiado North. Lakini niseme pia tumekuwa kwa ushauri na hii kamati, sisi tukiwa kama wawakilishi wa Kajiado North, tunaomba ya kwamba, kwa sababu tunajua pia mambo ya wage bill. Kuna ndugu yetu mmoja pale alizungumza kuhusu utendaji kazi. Mimi nitauliza hii kamati na serikali, kwa sababu hii kitu nia yake ni kutendea watu kazi, hata kama hatutapata vijiji kama tunavyopenda. Lakini tuseme ya kwamba tukipata na sublocation haitaweza kututumikia vizuri tukipata na location. Kwa hivyo if worst come to the worst, tupatiwe na sublocation ili Rongai ipate vijiji 5, Gaimoro Nyai ipate 4, na kulingana na sublocation zile zingine ziko Kajiado North, tutaweza kuwa tumeangalia hiyo mambo ya population. Hiyo ndio ombi langu, hayo ndio maono yangu. Mzee alikuwa amezungumza, naona pia ako na alikuwa anataka kuuliza tu kufuatana na constitution ile kama tunataka kushuka chini, kwa sababu nauliza hivi, kuna kaunti zingine wamefika kwa community unit na hapa tunafika kwa village. Community unit ni ile vijiji ambayo ni ile community areas ambayo ziko kwa vijiji. Kwa hivyo is that the constitution, na therefore hatujafika mwisho, tutaenda tena mwisho. Asante. I think the factor here is, according to the spirit of the constitution, as he's saying, we would want to devolve even further. Si ni kweli? We would even want to go to resident associations, because like my ward, I have more than 10 resident associations. But of course there are other limiting factors, vile nimesema kama wage bill na vitu kama hizo. Kuna mzee alinena hapa akasema hatuwezi taka tukuje tutengeneze vijiji, tumeambilia wazee ama watakuwa wanapata allowances, inakuwa hawafanyi mikutano kwa sababu hawajalipwa ile deni iko. Kwa hivyo hayo tu ndio mimi ningesema, at least, and this one I'm in consultation with the other MCAs, both elected and nominated wa Kajiado North. Kama ikiwa worst to the worst, hizi vijiji zetu tupewe na sublocation, inamaanisha zitatoka kutoka kwa zile ziko proposed 9 zifike at least 20 ama 21. Sasa nitamualika wakili aweze pia kujibu. Pole sana kama unataka kuzungumza, umechelewa kijana kutoka Embakasi, lakini tumpatie nafasi kwanza atueleze. Asante. Mheshimiwa, tunaelekea kumaliza. Nitajibu tu polepole hizi zenye zimeulizwa, alafu tufunge, kwa sababu na nimeona mheshimiwa amejibu vitu mingi sana, na some of the burning issues ilikuwa ni hiyo ya population, si ni kweli? Na hiyo population mheshimiwa ameongea, na tumetoka saa hii ward zingine 2 pale, na the same issue is coming up, and saa hizi tuko na proposal 2. Si mmekubaliana na mheshimiwa ama mkubaliane na yeye? Si mmekubaliana na yeye? Kwa sababu ile proposal iko saa hii which is iko kwa bill ni locations, sawa, lakini anaomba kwamba iangaliwe sublocations, sawa sawa. So si imekuwa sasa ni si wale walikuwa mbele, si niliwaambia tukipata ideas 2 na compete tutapeleka,
we document, we take them for further deliberation. Na hii committee, I have a lot of confidence in these members. I am sure they will deliberate and arrive at an amicable proposal. Sawa sawa, tumekubaliana hiyo ya population. Tukakuja hii maneno ya, kuna mzee aliuliza kwa nini tusitaje jina ingine, kwa nini tusiseme locations. Na ni kwamba we are limited in terms of how we are going to name them. Sijui kama ulikuwa nikianza na nikasema kuna sub county na County Government Act imesema sub county administrator. Nikakuja kwa ward nikasema ward administrator. Nikakuja hapo chini nikasema village administrator. Because we don't have powers to change the County Governments Act, we will have to comply and call it village. Umeelewa? So we can't change. We are only adopting, because the law also tells us that you have to consider existing boundaries, administrative boundaries. So tumesema tu we are adopting that administrative boundary ya location. Lakini hatubadilishi jina yetu ikuwe location, tunabadilisha yetu ikuwe village. So that hata ukisema location unajua ni national government. Ukisema village unajua ni county. Sawa sawa? Ndio maana hata wao wanasema ni commander, wanasema county commander, deputy county commander, assistant county commander, alafu wanasema chief. So we'll have to make that distinction so that we don't confuse people. Budget mheshimiwa amejibu vizuri. Sababu amesema ndio maana hata tunaenda polepole kwa sababu ni fiscal sustainability. Mpaka tuangalie budget. Saa hii tunajua hiyo budget iko ya hawa iko. Haya, kitu ingine ni qualification. Nimeona umejibu vizuri. Hii mambo ya youth kuingia kwa village council. Na unajua hiyo ndio inakuanga shida ya wale watu wanakuja nyuma kama mkutano umeanza. Kwa sababu nikijibu ule mwenzangu alikuwa pale. Yule alisema hii kitu iko na kizungu mingi. Na ametoka. Amesema iko kizungu mingi. Na alichelewa. Si niliwa explainia vizuri. Watu wakaelewa. Ndio maana public participation watu wanakuja. So that we explain, we engage in a dialogue. Sawa sawa. So hii hata kama ni kizungu mingi, we simplify. Lakini yeye alikuja mwisho na unaona amechanganyisha watu na akaenda. Lakini nyinyi mliobaki wacha niwaambie, for those who are here from the beginning, si nime simplify na watu wakaelewa. So you are engaging on something you have understood, si ndio? Kwa wale hawajakuja nyuma tulikuwa tumeexplain kila kitu. Sasa hao wangwana ile kitu walikuwa wanasema kwamba tumeelewa hivi, kwa nini isikue hivi? Na tulisema tunataka maswali ile kitu hujaelewa, tunataka pia maoni yenu. Ile inawezekana tunabadilisha, ile haiwezekani tunafanya nini? We justify. Na itaingia kwa report na itakaa miaka hiyo yote. Hata watoto wenyu naitwa nini, grandchildren wenyu wakikuja hiyo Kajiado watakuta tu hiyo report iko bado. Sawa sawa? So ile ya kusema ni kizungu mingi, lakini ndio maana tuko hapa, we simplify and we have engaged. Na ninashukuru sana kwa sababu mnauliza maswali ile inafaa kabisa. Unasema mambo ya allowances ya village council. Kwa sababu mlielewa huyo village administrator ni mshahara analipwa. Village council wanalipwa allowances, sitting allowances. Sitting allowance inalipwa 2,000. Ukiangalia hiyo page 13, 2,000 for chairman, 1,800 for secretary na 1,500 for member. Si mnajua kazi ni tofauti. Yule ana chair na yule anaandika na wale wengine wanakaa tu kupeana mawaidha yao. Hiyo kazi ni tofauti, si ndio? So ndio maana wanalipwa hivyo. Lakini this is not final. Hii sio mwisho kwa sababu mnajua kwamba baada ya katiba ya 2010 hakuna idara ya serikali iko na nguvu ya kupeana pesa vile wanataka. Hata pesa hao waheshimiwa wanalipwa. Wao walikuja tu akapata SRC ishasema pesa fulani ndio MC analipwa. Whether they like it or not, hiyo ndio tunafanya nini? Hiyo ndio tunalipa. Kama ni sitting allowance, hata wale wako bunge national government walipata tu, serikali SRC imesema this is the amount you will be paid. Ukiwa chairman, hii ndio unapewa ukiwa member. You have nothing to do because constitution imepea nguvu SRC.
kwa mambo ya pesa. Pia kwa mambo ya kutengeneza sheria, bunge yetu na bunge ya kitaifa ndio imepewa nguvu. Mwisho ni nyinyi ndio mko na hiyo nguvu. Kila kitu inatoka kwa mwananchi. Sawa sawa? Ingawaje hiyo the exercise of that hiyo power ya wananchi, kuna pia mikakati. Huwezi tu ingia na useme leo ninasema kama mwananchi badilisha hii. Kuna process pia mliweka wewe nyinyi wenyewe, katiba ya 2010 ndio itafuatwa. Kwa hivyo mambo ya allowances SRC tunafanya hii in consultation with SRC. We have already consulted with them, tumewaandikia barua na tukienda report writing bado tutawaita. Tunakaa chini na wao tunajadiliana. Because ultimately what we will agree with them or what they will advise us to do ni ile wameambia kaunti zingine. Because wote mpaka tulipe a similar amount for the 3 cadres. Tumeelewana mpaka hapo. Sasa mimi nikifunga mkutano si ni sawa? Conflict of roles. Kazi ya chief na kazi ya village administrator. Kuna conflict kweli? Mahali zingine tumeenda na ndio maana tukianza nilikuwa nauliza kama kuna chief ameingia. Hakuna chief, si ndio? Mahali zingine tumeenda na chief wenyewe ndio wanaamka kueleza kwamba hakuna mahali wanaguzana na kazi ya county. Kwa hivyo village administrator anafanya kazi ya county, chief anafanya kazi ya national government. Hakuna vile village administrator ataenda kusema huyu mzee wamepakana na huyu wanagombana kwa sababu ya mashamba wamegombana. Labda kama barabara ni ya county, akuja aseme sasa nimeleta surveyor wa county, wacha angalie mahali shida iko. Lakini mzozo ama security issues ni kazi ya nani? Kazi ya chief. It is very clear. Kwa hivyo there's no conflict at all. Ya mwisho ni hii mambo ya diploma. Nimesikia ikisemekana turudishe ikuwe chini. Na ninajua hata hiyo iliulizwa na mtu alikuja nyuma. Kwa sababu nilisema County Governments Act kuna vile imesema academic and professional qualification. Huwezi sema form 4 ni professional qualification. Utaweza? Mpaka ufike diploma, in fact inafaa ilikuwa ni degree. Lakini tunasema diploma tayari umeshajulikana unaenda wapi degree. Si ni kweli? Ndio maana tumeweka diploma. Kwa hivyo hiyo sheria inatulimit kuilete chini. Itakuwa ni diploma kwa sababu ya hiyo. Waheshimiwa wanataka nyinyi mpate hii village administrator. Lakini sasa sheria kama tuliwekewa huko juu, hakuna vile tutafanya unless now you petition the National Assembly, you amend the County Governments Act. Wakiamend tutaamend pia nini? Hii. Na sijui kama itafanyika before these people are taken. Kwa hivyo mimi ninashukuru sana. Naomba tu tumalize. Lakini wewe ngoja kwanza. Lakini huyu tu si ndio? Si ndio? Basi. Kabla umalize, hali kuna hii kuchagua village admin. Yes. Village admin ama village council? Village admin atoke kwa hiyo kijiji, na umesema ya kwamba mambo ni mawili. Mwajibu wa serikali anaweza fanya rotation. Hiyo ndio umesema iko pasa. Na sasa village admin tunaweza acha nitumie lugha. Hiyo yote tumezungumza sublocation, tunaweza letewa mtu kutoka akuja wapi? Akuja. Na pili wanaweza fanyiwa vetting in the board ya account, kusipatikane mtu wa Kajiado North hata katika hiyo village. Kuletewa hao watu tuwe tumefanya kazi ya bure, kuja hapa tukiwa tunachaguliwa watu, yaani bodi inachaguliwa watu wale qualified kama diploma, lakini hakuna hata mmoja resident wa Waje kwambie. Kuna vitu iko very clear. Na nilikwambia mzee hata hao ward hakuna mtu amechukuliwa. Hakuna ward haina tukichukua ward administrators wakichukuliwa. Acha nikusaidie. Acha nizungumzie kitu ambayo inaitwa precedence. Sawa. Sasa katika Kajiado County tuko na wards 25.
Sawa sawa. Katika kila ward iko na ward administrator. Tunaelewana? Na hapo ndio Kamau anaguzia. Anataka assurance ya kwamba hakuna mtu atachukuliwa, anaweza kosa kutoka hiyo kijiji ya Tumoto juu pengine hakuna na qualification, lakini atoke at least within that location, ama asikuwe ametolewa mbali. Nataka kuwapea precedence. Village administrators tuko na 25. Wards tuko na 25. Kila sub county iko na 5. Now, the presidents in Kajiado County ni ya kwamba kila ward inatoa ward administrator. Tunaelewana? Kila ward inatoa ward administrator. Na hivyo ndivyo ilivyo. Na niwaeleze ile ward, kama hapa zamani mlikuwa na mtu anaitwa Kamanik Rongai, si ni kweli? Waliajiriwa na akina kwetu kumeajiriwa anaitwa Pere. Lakini huyo Pere anafanya kazi wapi? Anafanya kazi saa hii Sholinge. Tumeelewana? So according to Kamau na according to this bill ni ya kwamba ingawa huu mfanyikazi wa county hakuna mahali haezi fanya kazi, kama Kajiado North ama kama Rongai mumepatiwa village administrators 5 ama 2, watakuwa wametoka wapi? Rongai. Sawa sawa. So it is a precedence in administration ya hapa county ya Kajiado, na ambayo mimi najua kulingana na serikali ndio itafuatwa. I think it is very important kwa sababu ameilete kama maoni, pia itakuwa captured na kamati ili kama ni kwa sheria tuweze kui-safeguard. I think the worry is there and it is very genuine ya kwamba unaweza niambia nimecreate nafasi 4 za kazi Ngaimoro Nya, lakini watoto 2 wa Ngaimoro Nya ndio wamepata. I hope the committee understands that and that will be safeguarded. Kamau. Asante. Nafikiri hiyo umejibiwa vizuri. Sawa sawa. Mheshimiwa amekujibu vizuri. Usirudie maneno. Si amekujibu vizuri sana. Umejibiwa vizuri, na ile kitu nilikwambia tumechukua 2 ni kwamba are they rotated kwa kaunti mzima wakishachukuliwa ama watabaki hapo. Si ndivyo? Ndio hiyo ndio nyingine. Na nilisema na ndio maana mimi sitaki kurudia maneno. Nilisema we have 2 opposing opinions. Sawa? Wale wanasema wakuwe rotated na wale wanasema wakae mahali wamechukuliwa. Na hatuwezi fanya decision hapa kwa sababu kamati ndio wataenda kuwafanya nini? Kuamua, kwa sababu sasa those are 2 conflicting things. Sawa? So mimi nawashukuru sana. Mungu awabariki. Nani alituombea? Nani alituombea? Tatuombea? Nafikiria ndio Kamau aridhike kabisa. Page 7 tafadhali. Tukumbuke bill ama act haibebi utendakazi. It doesn't give the regulations, haipatiani details, lakini ukiangalia page 7 power to make regulations inasema the county executive committee member. Kumbukeni hawa watu wako under public service, si ni kweli? Na katika Kajiado tuko na ministry ya public service, kuna waziri wa public service. So inasema the county executive committee member is in charge of public administration shall make regulations subject to the approval of the county assembly. Ya muhimu ni hii, hakuna sheria ambayo itaenda kutungwa na public service ama na mtu yeyote bila kupitia kwa bunge. Sawa sawa. Na vile mnajua ni ya kwamba sheria za bunge lazima zikuje kwa public participation. So it is very safe. Sawa. Tuambie sasa. Asante tunapoanza kwa pamoja nasi. Na tunapomaliza Mungu kwa pamoja nasi. Wale wanaondoka kwa ajili ya kusafiri magari kwa pamoja nao. Na wale wanatembea kwa Mungu pamoja Mungu wape. Amani ya Bwana iwe pamoja na kila mmoja. Tumeomba katika jina la Yesu. Amen.